Ni utamaduni waliodhamini tangu enzi za babu zao, lakini utamaduni wenyewe sasa umegeuka kuwa karaha miongoni mwa wafugaji wa kuhamahama. Utamaduni wa kuiba mifugo ili kupimana nguvu sasa umegeuka kuwa hatari kwa usalama katika karne hii ya 21. Safari yetu kutafuta majibu kuhusu tatizo hili lililopelekea wengi kuishi kwa hofu ilishia takriban kilomita 90 kutoka mji mdogo wa Marigat katika eneo bunge la Baringo Kusini. Ni mojawapo ya maeneo ambayo yameathirika pakubwa na wizi wa mifugo. Hiki kilikuwa kituo cha maji cha Barsuswa ambacho kilijengwa na fedha za hazina ya ustawi wa eneo bunge hili kusaidia wakazi kukabiliana na tatizo la miaka mingi la uhaba wa maji. Lakini sasa mradi huo uliogharimu mamilioni ya pesa hauna faida yoyote kwa wakazi, kwani umeharibiwa kwa kuvunjwa na wezi hao. Mita chache kutoka hapa ni kituo cha maji cha Kagir. Hapa pia uharibifu unadhihirika. Inawalazimu kina mama kusafiri kilomita 20 kila siku kutafuta maji. Isitoshe, hawana budi ila kuamka saa 11 alfajiri kuanza safari hiyo kabla jua halijafika utosini. Sisi tu tukiangalia sisi ni nuku, sisi bana watu, sisi bana binadamu. Mpaka wakati hiyo watu tulikuwa na maji ya kisima, akawekwa masola. Haya hiyo wachirani yetu tukakuja na kuja pamoja sola. Sisi nakalilia serikali nakuja ngalia, lakini hakuna kitu na saidia. Mpaka sasa maji hakuna area hii. Sasa maji sisi naendanga kilomita 20 tupate maji. Na maji hiyo si napata ni maji ya ndem. Na sisi nakunywa na mbuzi, nakunywa na ng'ombe, nakunywa na pisi, na kunywa na humbwa. Wanaamini kuwa ni vita vya kuwafurusha wakazi kutoka mashamba yao, pengine kwa nia ya kuyamiliki. Mara nyingi lengo lao ikiwa si kutoa watu katika kijiji cha kijiji fulani, lengo lao mara nyingi huwa ni kuinflict injuries. Yani usikie ule uchungu ya kwamba kabila fulani imekuja imetuumiza. Thomas Kiplal ni mmoja wa wakazi wa hapa na kuna tukio ambalo kamwe hatalisahau. Siku hiyo, tarehe 21 mwezi Disemba mwaka uliopita. Yeye, mke wake na watoto wake 11 walilazimika kukimbilia usalama wao baada ya wavamizi waliokuwa na bunduki kuteketeza boma lao. Mzee Kiplala anapekua angalau kutafuta chochote cha dhamani anachoweza kupata ambacho pengine kilisalimika katika moto huo. Hali ilivyo sasa chochote kitamfaa. Watoto wake wanaishi jangwani na gharama ya matibabu yao imeanza kumzonga. Mnajua hata ya watoto yangu alihisi mzitoni. Watoto madogo aliumia kwa nini? Kwa baridi. Hata malaria kila siku nasambukana, napeleka Marigat mara kwa mara na hakuna manyumba ile naishi. Wakazi wamesalia na maswali yasiyokuwa na majibu. Maswali ambayo kila mara yanaibua hofu. Je, iwapo wavamizi ni wezi wa mifugo, mbona wanaharibu chemichemi yao ya pekee ya maji? Kwa nini wanabomoa hospitali ambazo zinategemewa na wakazi? Lilian Barkalenya ni miongoni mwa wakimbizi wanaoishi katika nyumba hizi. Alikuwa anaishi Barsaloi na familia yake kabla ya nyumba yao kuteketezwa. Wengi wao wamekuwa hapa kwa zaidi ya mwaka mmoja. Mwaka 2012 eneo hili lilishuhudia mashambulizi mabaya zaidi katika historia yake na kufanya serikali kuunda nyumba hizi kwa maafisa wa usalama watakaowapa ulinzi wakazi wa hapa. Lakini tangu mwaka huo eneo hili limegeuka kuwa kambi ya wakimbizi. Kinaya ni kuwa mali ya serikali inaharibiwa na wahalifu hata kabla afisa yeyote kutumwa hapa kuhudumu katika kituo hicho. Tulikuwa tumeenda paka huko juu, tukarudi, katulia kidogo hivi ndio tukakuja sasa kuisha hapa. Mifugo iliyoibwa kati ya mwaka 2012 hadi 2014 ni takriban 3725, huku nyumba zilizoteketezwa zikiwa zaidi ya 114. Kufuatia hali hii, watu wasiopungua 5000 wamekuwa wakimbizi.
Wakati wa msimu wa kiangazi hali huwa tulivu kwa muda, lakini pindi msimu wa mvua unapokaribia ndipo mashambulizi hayo hushuhudiwa kwa wingi. Hata kuanza maendeleo ni shida. Utaanza na manakana maendeleo na ndio hiyo Putin inaendelea kukufuatilia namna hiyo. Hali duni ya usalama imepelekea wengine kutoroka makwao kwa hofu ya kushambuliwa. Boma hili lililoko kilomita 10 kutoka kituo cha afisi za kata ya Barkatiu limekuwa mahame. Huenda lilikuwa karibu na ngome ya makabiliano katika mlima Kagir ambao sasa unafahamika kama Kismayu. Hii ni baada ya makabiliano ya takriban saa 5 yaliyoshuhudiwa kati ya wavamizi ambao ni majirani wao na vijana wa eneo hili. Mshukiwa mmoja aliuawa huku mwingine akiwa korokoroni. Mashambulizi haya yamelemaza eneo hili kiuchumi, huku wakazi wakitamani kurejea makwao, ila tu hawana namna ya kuanza upya maisha yao. Hata madaktari nakimbia. Kila mtu anatoroka hospitali na hapo peke yake. Na mbuzi akahama na mbuzi mpaka mbuzi na kupia pembeni. Na hakuna mali unapanga mambo ya watoto ya shule. Niliokopa tena si bado kuna wakora huko. Serikali ya Kenya inakabiliwa na changamoto kubwa ya kupambana na hali hii. Wavamizi hao huishi jangwani na hujua maeneo hayo vyema, pamoja na kumiliki silaha hatari kama bunduki. Idadi ya polisi ni kidogo sana na wamejaribu kurecruit officers, imekuwa shida sana. Kesi zimeenda kotini, imekuwa ngumu sana. Sasa njia ya kufanya peke yake ni hii mambo ya kutrain hawa reservists, kuwapatia equipments, kuwapatia silaha ili waweze kusupplement ile effort. Silaha kama zile zikiingia inakuwa ni ngumu sana kuzipata kwa sababu ni zinafichwa kule, na hata operation ya serikali ikiingia kufanya operation ya kuwanyang'anya zile silaha inakuwa ni ngumu kwa sababu ni operation inafanywa Kenya peke yake. Ni nani atakayetoa afueni kwa wakazi wa maeneo haya? Jawabu la swali hilo ndilo mwafaka utakaorejesha tabasamu nyusoni mwa wakazi hawa, kwani dhiki na hofu zimekuwa kama ndugu wasiotengana. Diana Rose, QTV.